Kutokana na jaribio la mapinduzi huko Benin, sasa inatajwa mamia ya askari kutoka Afrika Magharibi wanaendelea kusafisha maeneo huko Benin na kuwasaka waasi waliotaka kufanya mapinduzi katika taifa hilo la Afrika ya Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Benin amesema wanajeshi wapatao 200 wa Afrika Magharibi, wengi wao kutoka Nigeria na Ivory Coast, wako nchini Benin kuunga mkono serikali kufuatia mapinduzi yaliyofeli Jumapili iliyopita. Hii ni mara ya kwanza kwa maafisa wa Benin kutangaza hadharani idadi ya wanajeshi wa kigeni waliotumwa nchini humo, ingawaji haijulikani wazi ikiwa baadhi ya askari hao wameshaondolewa nchini humo tangu Jumapili au la. Waziri wa mambo ya nje wa Benin Olusegun Ajadi Bakar amesema baadhi ya wanajeshi wa kikanda waliotumwa kusaidia wamebaki nchini kama sehemu ya operesheni ya kufagia na kusafisha. Hata hivyo, kinachofanyika wakati huu ni kuwasaka wote waliohusika katika kutaka kufanya mapinduzi, ambapo ilidaiwa kwamba karibia 13 walitiwa nguvuni na bado msako unaendelea kuwakamata wote waliohusika katika kufanya mashambulizi katika kuipindua serikali nchini Benin. Mapema Jumapili, kundi la wanajeshi waliojitambulisha kama kamati ya kijeshi ya ujenzi mpya CMR ilitoa televisheni ya taifa na kutangaza kuwa Bwana Patrice Talon ameondolewa madarakani kama rais wa jamhuri. Tangazo hili lilijibiwa haraka na mashambulizi ya kutoka kwa vikosi vya askari watiifu kwa Talon, lakini pia msaada mkubwa kutoka nchini Nigeria, ambapo ndege za kijeshi pamoja na askari wa miguu waliingia nchini Benin kwa ajili ya kuokoa namna ambavyo Rais Talon alitaka kuondolewa mamlakani. Jeshi la Nigeria lilitumia ndege zake za kivita kutoa anga kwamba asiondoke yeyote katika taifa hilo, ili tu kuhakikisha kwamba waasi hao washindwe kutekeleza kile walichokitaka kukifanya, na huu ulikuwa ni msaada wa haraka mno uliofanywa na jeshi la Nigeria. Jaribio hilo lilisambaratishwa kabisa kufuatia mashambulizi ya anga kutoka Nigeria na kupelekwa kwa wanajeshi kutoka mataifa mengine ya ukanda huo. Vyanzo vya kijeshi na usalama vya Benin vilisema wanajeshi kadhaa wakiwemo waliopanga jaribio hilo lililofeli wameshakamatwa na msako unazidi kuendelea. Ukanda wa Afrika Magharibi umekumbwa na wimbi la mapinduzi katika miaka ya hivi karibuni, ikiwemo nchi jirani kaskazini mwa Benin ambazo ni pamoja na Niger na Burkina Faso pamoja na Mali, Guinea na hivi karibuni Guinea Bissau. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Utaweza kuyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu. Ni hapa hapa The World News, utaweza kujua hadi